Hivi karibuni mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na Al-Hikma Foundation yalikamilika. Na mara baada ya kukamilika kwake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Al-Hikma, Sheikh Nurdin Kishki, alikutana na volunteers mbalimbali ambao waliwezesha katika mashindano haya kufanyika kwa ukubwa wa aina yake. Alianza kwa kugawa zawadi nono kwa makundi mbalimbali ya volunteers pamoja na mtu mmoja mmoja ambaye alifanya vizuri. Lakini pia kulikuwa na surprise ya surprise. Ndio, ni surprise ya surprise kwa sababu hii ilikuwa ni tiketi mbili za umra ambazo Sheikh Kishki aliamua kuzitoa kwa watu wawili. Tuna surprise ya tiketi mbili za umra. Hizi mtaamua nyinyi humu ndani nani apewe. Kina mama muangaliane. Moja iende kwa wanawake, moja iende kwa wanaume. Mnasemaje? Nani ambaye alikuwa akitakiwa kupewa? Ukumbi wa volunteers wenyewe ulikuwa ukihitaji kuamua. Ndiposa ikatokea rai ya kuwa achaguliwe mtu ambaye ni mwenye umri mkubwa lakini ambaye hajawahi kwenda umra. Upande wa wanaume hapa asimame mkubwa kuliko wote na hajawahi kwenda umra. Takbir! Takbir! Mzee amepita. Kwa upande wa wanaume haikuwa kazi ngumu kwa sababu mzee Ali Yusuf alijitokeza akiwa na umri wa miaka 73 akiwa ni mwanaume mwenye umri mkubwa zaidi kuliko wote. Lakini kwa wanawake hali ilikuwa tofauti kwa sababu mabibi 8 walijitokeza wenye umri zaidi ya miaka 70 huku wengine wakiwa wamefungana umri. Je, hali ilikuwaje na nini ambacho kilikuja kuwatenganisha? Naomba kila mtu apewe, nampa maiki ajitambulishe, jina lake, umri wake. Mimi naitwa Halima Abasi Pazi, miaka yangu 72. Jina langu ninaitwa Halima Ali, na miaka 62. Jina langu naitwa Zakia binti Muhammad Saidi, na miaka 63. Mimi jina langu Zuhura Saidi, sijawahi kwenda huko, na miaka 64. Mimi naitwa Zainabu Saidi Abdalla Ngawanga, mzaliwa wa Kiu wa Mingumbi. Nimezaliwa mwaka 52, sasa hivi na miaka 73. Kwa jina naitwa Fatuma Idi, mzaliwa wa wilaya ya Mfulanga. Nimezaliwa mwaka 55, sijawahi kwenda umra. Mimi naitwa Safia Abdalla, nimezaliwa mwaka 52. Tumebakiwa na Zainab Saidi 73. Mkono juu tukuone. Zainab Saidi 73 huyo. Tukabakiwa na Zakia Abdullah 73. Mkono juu. Katika ukumbi huu ndoto ya muda mrefu ya wazee hao wenye umri wa miaka 73, Bi Safia Abdallah pamoja na Zainab Saidi Abdallah ilikamilika kwa sababu wao ndio ambao mwisho walikuja kuwa ni watu ambao watakaopata tiketi ya kwenda umra. Davis Kona. Davis Kona. Baba yupo? Hayupo. Umebandika wapi na wapi? Nimebandika maeneo yangu ya Davis Kona mpaka Yombodovia. Ulikuwa na nani? Na mtoto wangu wa kiume. Naitwa Safia Abdalla, naishi Davis Kona. Wote mnakaa pamoja? Tupo kwa jirani. Na mimi nimebandika mabango 120. Ilikuwa mimi na mpwangu, lakini mpwangu sikuja naye, ameenda shule anasoma. Na hii tiketi ilikuwa ikihitajika kwa mtu mmoja tu, lakini kutokana na kufungana na umri, lakini pia kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, mabango 120 katika mitaa tofauti ya Dar es Salaam, kutoka Davis Kona hadi katika maeneo ya Yombodovia, ilikuwa si kazi rahisi kwa wazee hawa. Lakini taasisi ikapelekea mmoja kati ya bibi hawa akapewa nafasi ya upendeleo kwa kuongezewa tiketi nyingine. Mimi naona akienda mmoja akabaki mwingine itakuwa haipendezi. Mnasemaje? Basi mimi kwa niaba ya Al-Hikma Foundation nitapita kulia kushoto, na nyinyi mniombee Allah aliwezeshe wazee wote hawa waende umra mwaka huu. Takbir! Takbir! Habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Kama ulikuwa hujui, ujue leo. Kama ulikuwa hujui, na hii ndio siri ya Qur'ani. Wazee wenye umri wa miaka 73 ni sehemu ya volunteer, wanabandika mabango Davis Kona mpaka Yombo huko. Hawa wazee wetu ni katika wao. Al-Hikma Foundation tunawapeleka umra wote wawili kama zawadi ya kile walichokifanya. Hii ndio Al-Hikma Foundation, inaungwa mkono mpaka na wazee watu wazima miaka 73.